Moja kati ya mambo ambayo huwa yanaumiza wengi ni kuona kwamba wapo katika umri wa kuweza kuzaa lakini hawazai. Kila wakijaribu kutafuta mimba haiingii. Kila wakijaribu kutafuta ujauzito hawapati. Lakini wengine huwa wanaumia sana pale ambapo wanajiona wakienda hospitalini wakipima, wanajikuta kwamba vipimo vyote vinaonyesha kwamba wako sawa kiafya lakini hawazai. Sasa leo kuna kitu cha tofauti sana ambacho Mungu amenisemesha na ningetamani kushare na wewe muda huu. Ni maandiko yanayotoka kitabu kile cha Mwanzo sura ya 20 mstari wa 17 na 18. Biblia inasema, Ibrahimu akamwomba Mungu, Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, nao wakazaa wana. Maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo ya watu wa nyumbani kwa Abimeleki wasizae kwa ajili ya Sara mkewe Ibrahimu. Sara mke wa Ibrahim alikuwa amechukuliwa na mfalme Abimeleki ili awe mke wa Abimeleki. Ni kinyume cha utaratibu wa kimungu. Kwa lugha nyingine ni kosa ambalo Abimeleki alilifanya, lakini ashukuriwe Mungu kwamba hakuruhusu Abimeleki aweze kufanya tendo la ndoa na Sara, kwa sababu Sara alikuwa ni mke wa Ibrahim. Sasa kitu ambacho kilisababisha matumbo ya mke wa Abimeleki pamoja na wajakazi wake wote washindwe kuzaa watoto ilikuwa ni kwa sababu ya kosa ambalo Abimeleki alilifanya la kuweza kumchukua Sara ambaye ni mke wa Ibrahim awe kama mke wake. Haijalishi kwamba alilala naye au hakulala naye, kwa sababu mtu anapoitwa mke wa mtu ukamchukua kwenye mahusiano, matokeo yake ni kwamba ghadhabu ya Mungu huwa inashuka kwako. Ghadhabu ya Mungu inaposhuka kwako, automatic kuna vitu Mungu huwa anavifunga kwenye eneo la mfumo wa uzazi. Sasa kuna watu wengi ambao siku ya leo wanalia kwa sababu ya kukosa uzao, lakini wametafuta sababu zote, wametafuta kila kona, lakini hawajapata kujua sababu ni nini. Nataka nikukumbushe leo, hebu rudi nyuma kwenye historia yako, chunguza maisha yako. Kuna sehemu lazima ulimesa up, ulicheza, alafu haukuwahi kuomba toba kwenye hilo eneo, na kwa sababu ulicheza, Mungu alifunga tumbo lako, na kwa sababu alifunga tumbo lako, hautaweza kupata mimba, hautaweza kuzaa mpaka siku ambayo utaamua kurudi kwa Mungu na kuomba toba na kutengeneza mahusiano yako na Mungu. Ndio hapo ambapo utakuja kushika mimba. Sijui nazungumza na mtu gani, lakini naamini neno la Mungu haliendi bure. Linapoachiliwa huwa linakuwa limemkusudia mtu, na lazima kuna mtu hili neno ni la kwake. Yawezekana sio wewe unayenisikiliza muda huu, lakini kuna mtu ambaye ameteseka kwa miaka mingi sana sasa, tumbo lake limeshindwa kubeba mimba kwa muda mrefu, lakini Mungu ananiambia sababu ya wewe kushindwa kubeba mimba ni kwa sababu ya michezo mibaya ya uovu ambayo uliicheza kabla ya kuolewa. Na mwingine wakati ameolewa, kuna michezo bado aliicheza ya kimahusiano na watu wengine nje ya ndoa, na ndio imepelekea Mungu akafunga tumbo la uzazi kwako au kwa mke wako ili kusudi asiweze kuzaa. Sasa dawa ya hayo yote, Mungu anasema lazima uende katika kiti cha enzi kwa toba. Uende ukaombe toba na rehema mbele za Mungu, na Mungu anapokuridhia sasa anafungua tumbo lako. Ukisoma kile kitabu sasa, baada ya kuwa Abimeleki amefanya maridhiano na Mungu, hebu nikusomea mstari ambao unaonyesha maridhiano kati ya Abimeleki na Mungu. Haya, angalia. Wakati huo sasa, mstari ule wa 7, tuanzie mstari wa 6. Mungu akamwambia katika ndoto. Tuanzie mstari wa 5 ule, Mwanzo 20 mstari wa 5. Au tuanzie tu mstari wa 3, mstari wa 2. Yes, tuanzie hapa mstari wa 2. Ibrahimu akaondoka huko akaenda katika nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadeshi na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu akamtwaa Sara.
Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, maana ni mkewe mtu. Basi Abimeleki alikuwa hakumkaribia. Akasema, e Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe naye alisema, huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu nimefanya hivi. Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usitende dhambi, kwa hiyo sikukuacha umguse. Basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi. Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe na watu wako wote. Wakati huo tayari ukija kwenye mstari ule wa mwishoni kule, mstari wa 17 na 18, anaeleza namna ambavyo tayari Mungu alishaachilia adhabu ya kufunga yale matumbo ya watoto ya mke wa Ibrahim wa huyu Abimeleki pamoja na wajakazi wake. Zamani baba mwenye nyumba alikuwa anaruhusiwa kutembea na mjakazi ili aweze kupata ujauzito, aweze kupata mimba, na ndicho ambacho kilitokea kwa Sara alipomruhusu Ibrahim aweze kutembea na yule Hajiri ili aweze kumsababisha aweze kupata ujauzito. Sasa turudi kwenye pointi yetu ya msingi. Kuna watu wengi ambao wanalia katika ndoa zao, wanashindwa kuzaa kwa sababu hawajui sababu ni nini. Lakini mimi nataka nikukumbushe kwamba sababu inayosababisha wewe haushiki mimba ni kwa sababu ulitembea na mume wa mtu. Sababu inayosababisha mke wako ashiki mimba ni kwa sababu wewe ulitembea na mke wa mtu. Mungu anakutaka urudi magotini pa Mungu ukatubu dhambi hiyo. Utakapotubu hiyo dhambi, utakuwa ni shahidi, utakuwa ni shuhuda ya kwamba Mungu atafungua tumbo la mke wako, atafungua tumbo lako na hatimaye utazaa tena. Huu ni unabii kutoka katika madhabahu, na ninatangaza katika jina la Yesu, ikiwa ni wewe, rudi magotini pa Mungu, nenda katubu, na Mungu atakusamehe, atakusafisha, atakupa neema ya kupata mtoto tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, ikiwa ni wewe, nitafute kwa namba ya simu 0621 029 725. Mungu amesema na mimi kwa habari yako. Nitafute kwa hii namba, nami nitakusaidia na kukuongoza kitu gani unatakiwa kufanya ili uweze kuponywa katika jina la Yesu. Mungu akupe neema ya kutekeleza hilo. Ni maelekezo ya kimungu. Kama unataka kupona, fuata maelekezo haya. Kama hutaki kupona, acha uendelee kubaki hivyo ilivyo, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen.